Advantage ya Kibabage ni kwamba ana uwezo wa kucheza chini kama ana namba 3, ana uwezo wa kucheza juu kama namba 11. Lakini chini ana mudu vizuri kwa sababu ana uwezo wa kuingia ufunguni kwa mtu akachukua mali akaondoka. Ana uwezo wa kusogea na mali mpaka hapa eneo la hatari alafu akapiga cross zenye macho. Nixon Kibabage uwezo huo anao. Na Kibabage ana uwezo huo wa kugeuka kuwa mshambuliaji kwa sababu ana overlap, akifika anaweka mtungi, so anajitwisha ama mwalimu anajitwisha. Maana yake ni kwamba mali zinakuwa hazikauki kwenye lango la mpinzani. Mipira bize kama Kariakoo, mpira unakuwa haukauki kwa sababu kila muda anajaza mtungi, watu wanajitwisha. Nixon Kibabage ana kazi kubwa ya kuongea na miguu yake. Sio mdomo, miguu yake ndiyo inapaswa kuzungumza zaidi na itazungumza zaidi miguu ya Nixon Kibabage. Kila mtu atagwaya baada ya kumwona Kibabage kwenye mechi 2-3 hivi. Waswahili wanasema jiwe walilokataa waashi limegeuka jiwe kuu. Jiwe kuu ni Nixon Kibabage. Kama kunywa maji. Mchezaji mwenye thamani kubwa. Aggregate 3-1. Hicho ambacho umenisikilizisha umenifanya nione maji yana sukari. Maji haya kutoka kwa Masafi. Yani kimsingi maisha yamekuwa matamu sasa ndani ya Simba. Yani kulala na kuamka, maisha yamekuwa matamu ndani ya Simba Sports Club. Tulimisi hivi vitu bwana. Kwanza mimi naikumbuka hiyo. Platinum wao. Kama hiyo. Tunamfanya vibaya hapo Platinum. Chama anafanya ukatili wa mwisho kuelekea katika hatua inayofuata. Platinum analala. Baada hapo kila mchezaji wa Platinum alilala chini kama kapita nyuki. Kama mwoga maji baridi. Huyo mtu amerudi unyamani. Hapo. Ndio niko na Wanasemaji, naona vyuma vinashuka. Sija kuzoea lakini kaka. Sasa upo kimya. Tumeshusha bunduki za maana sana kaka. Tumeshusha wachezaji wa daraja la juu sana. Tumeshusha wachezaji top class ya Afrika. Nakwambia tumeshusha wachezaji wa daraja la kipekee sana. Tumeshusha wachezaji ambao wanakuja kurejesha matumaini mapya. Tumeshusha wachezaji ambao wanakuja kutengeneza historia na heshima mpya ndani ya Simba Sports Club. Tumeshusha mabalaa makubwa vibaya mno. Tobias Sebastian, maneno yako hayo kaka, maneno yako kweli, vitu vimo umewaona. Tobias Sebastian yupi ambao una kaka? Mimi sijaona. Kwa kweli viongozi wetu wanastahili sifa kubwa sana na pongezi kubwa sana kwa aina ya usajili ambao umefanyika. Usajili ambao tumeufanya ni usajili mkubwa ambao unakuja kuichachua Simba Sports Club. Inakuja boost team. Inakuja kuiamsha kutoka kwenye usingizi ambao watu walikuwa wanataka kuanza kupitiwa nao. Wanakuja kuongeza nguvu mpya ndani ya timu yetu. Ni wachezaji wa daraja la juu mno. Kwanza wana uwezo mkubwa, lakini pili wana experience ya kutosha. Tunadude hapa lina experience ya kucheza mpira katika mabara 3 tofauti. Mtu amecheza Afrika, mtu amecheza Ulaya, mtu amecheza Asia. Tunaye kwenye timu yetu hapa. Kwa hiyo ni usajili ambao unaweza nikaufananisha kwa mfano na mtu akiwa anakaribia kukata roho kwa mfano. Alafu ukamwekea drip ya sukari, anapata energy.
anashtuka, anaendelea na maisha. Ndio aina ya usajili ambao tumeufanya. Au mtu anakaribia kukata roho, alafu ukamboost na ile mashine ile akashtuka, ndio aina ya usajili ambao tumeufanya. Ukatia moto kidogo tu, ndio aina ya usajili ambao tumeufanya. Umekuja kuiamsha Simba Sports Club. Mimi niseme tu, yani kwa aina hii ya usajili ambao tumeufanya dirisha dogo. Sasa mbona usemi sasa nini? Tuanze upya. Kufanyaje? Vyuma tunavyo. Hawa tuliokuwa nao sasa, anayetaka kuja na aje. Sisi tuko tayari, Tobias Sebastian. Tuanzie hapa katika haya mawili. Yule mwili jumba uliyesema yumo au hayumo, na ndio nani? Moja. Yule uliyesema uko mmoja wa kinagana Gueye, ndio yule ambaye amefunga kwenye finali ya AFCON, au ndio? Kwa sababu yule naye ndo Gueye, na yule ndio wao au wengine? Hao wawili kwanza, afu tutakuja wengine. Mwili jumba ni Ismail Olivier Toure, kijana kutoka Ivory. Amekuja maeneo haya. Huyu beki namsema ambao kijana kutoka Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, taifa la mpira na taifa la soka, mabingwa wa AFCON iliyopita, taifa lililosheheni vipaji. Ivory Coast mpaka muuza ubuyu anajua kandanda. Sasa huyu Olivier Toure ni kutoka katika taifa hilo. Ni mchezaji ambaye ana experience ya kutosha. Kwa sehemu ambayo Simba tulifikia, tulikuwa tunahitaji mtu ambaye atakuja kuongeza uzoefu wake na unajua kila timu huwa inakwama. Kila timu huwa inapita, kuna mapito fulani. Sasa namna gani ya kuondoka kwenye yale mapito? Unaleta watu wenye experience ambao wameshapigana vita nyingi, ambao wameshacheza mechi nyingi, wameshakutana na misekeseke mingi, watu ambao wanajua kuna njaa, kuna kushiba, watu ambao wanajua kuna mvua, kuna jua, watu ambao wanajua kuna kupata, kuna kukosa. Unamleta mtu kama huyo kwa ajili ya kuja kuboost timu yako, kwa ajili ya kuja kuamsha morali kwenye timu yako, kwa ajili ya kuja kuchachua. Si ushawahi kula ugali na mbilimbi? Ile mbilimbi kwa ajili ya kuchachua ule ugali, kwa sababu ugali hauna chumvi wala sukari, kwa hiyo umepooza. Kwa hiyo unachukua kambilimbi kidogo kwa ajili ya kuchachua. Ndiyo Ismail Olivier Toure, umri wake miaka 28. Ukishaona mchezaji ana umri wa miaka 28, huyo manake tayari ni experienced, ni matured, ni mchezaji ambaye tayari amekwiva, ni mchezaji ambaye unamfundisha kidogo alafu anafanya kazi kubwa. Ndio Ismail Toure. Huyu ndio mwili jumba ambaye nilikwambia. Ukimwangalia vizuri sifa zake, anafanana kabisa na Kalidou Koulibaly. Yule Koulibaly nahodha wa Senegal. Yule kaka. Aliyepita Chelsea huyu. Tofauti ni upara tu, lakini ubora ni ule. Lakini akili yake na utulivu wake anafanana na El Hadji Sheikh Diouf. Sasa Diouf msaji wa mbele. Sio El Hadji Diouf yule mshambuliaji. El Hadji Diouf wa Senegal. Beki Msenegali. Anacheza full back ambaye alizima siku ile ya finali. Mtu mmoja hivi mweusi. Anafanana na Olivier Toure wetu Ismaili. Huyu ambaye ipo Simba huyu. Wanafanana kila kitu. Kaka. Nakwambia Tobi. Nakwambia Tobi. Mimi siwezi kukaa kinyonge kwenye Simba yangu bora namna hii. Sawa. Kwa hiyo huyu Ismail anakuja kwanza na sifa mbili. Ana uwezo wa kucheza central defender, ana uwezo wa kucheza midfield ya chini. Maana yake ni kwamba anakuja kuongeza nguvu kwenye safu yetu ya ulinzi. Moja ya sehemu ambao tulikuwa tunalegalega sana ni eneo la ulinzi. Ukiangalia Simba msimu huu tumeruhusu mabao mengi sana. Hiyo maana yake na kwa picha moja kwa moja kwamba kulikuwa kuna changamoto kidogo kwenye eneo la ulinzi. Tunafanyaje sasa? Tuongeze ukuta wa zege pale. Tukamleta mwili jumba Ismail Toure. Anakuja kusimama sawasawa pamoja na Rushain Rock, pamoja na Nangu Mtuchuma.
Sijui umeelewa. Wanakuja kutengeneza ukuta pale wa tishio. Huku anasimama mtu mwingine Kapombe Shomari, huku Anthony Mligo. Anthony Mligo naye tumemwongezea power. Tuendelee hapo. Sijui umeelewa. Nani huyo? Ligi lini tena? Ligi bado kuna Champions. Ngoja tukamtesti, tukampime ithibati Esperance. Wacha tukampime ana ithibati ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. System tunayo tayari. Huyo bwana ambaye nimekuambia hapo anakuja kuongeza ufanisi, anakuja Ismail Toure Olivier. Umri miaka 28, beki wa kati. Amezima sana Afrika Kusini hapo, amezima sana kwa Ivory Coast, amezima sana huko Asia huko. Kote huko wanamtambua vibaya mno. Dunia nzima kaizunguka kwa kazi ya mpira. Anakuja kufanya maajabu yake ndani ya Simba Sports Club. Wana Simba watafurahi vibaya. Na sisi tuna bahati nzuri mno na mabeki kutoka Ivory Coast. Unamkumbuka wa mwisho Sultan Pascal Segawawa anakuja kuzima hapo, kuja kutufurahisha wana Simba. Sawa. Yule aliyefunga kwenye finali ya AFCON unamkumbuka? Jina lake la pili unajua anaitwa nani? Gueye. Aliachia mwichi baba. Nikamwona Bono amekaa namna hii Bono. Na kama sijakosea ile pasi imetoka kwa Idrissa Gana Gueye. Kwanza alichukua Mane. Afakatisha kama anaenda. Afakaiacha namna hii. Alivyoiacha akaipitia akaachia moja. Ikamkuta yule mwanamume baba akadribo walabu wanagonga tu huko. Msuli wa maana akaachia mkwaju mmoja wa maana. Haya sasa swali langu liko hapo. Tuna Gueye hapa na sisi. Lebase Gueye. Mwanzoni ulisema uko mmoja wa Libase Gueye. Mwanzoni ulisema ni uko mmoja na kina Idrissa Gana Gueye, yule Gueye ambaye amefunga kwenye finali. Ndio hao ndio vile au tofauti? Uko mmoja huo. Wakina Gueye wote wa Senegal uko wao mmoja. Na wote wanajua mpira. Uko mzima wanajua mpira. Yaani wao wamezaliwa kucheza mpira tu. Hawana shughuli nyingine ya kufanya duniani hapa. Wao ni kucheza mpira. Tumemchukua Libase Gueye kwa ajili ya kuja kuongeza unyama na ubunifu kwenye eneo la mistari ya pembeni hivi. Yeye ana uwezo wa kucheza namba 11, ana uwezo wa kucheza namba 7, lakini sio sana. Namba 11, namba 10. Ana uwezo wa kuchukua mali akakatiza katikati ya uwanja akiwa ameuficha kwenye mguu wake wa kushoto, huku anamhesabu mmoja baada ya mwingine mpaka anamkuta mtu wa mwisho, anampa pasi ya upendo, anakwenda kufunga. Ni mchezaji ambaye tulikuwa tunamhitaji sana kwenye timu yetu kwa ajili ya kuja kuongeza kasi ya mashambulizi. Tunataka eneo la mbele hili liwe limechangamka muda wote. Yaani tunataka kwenye eneo la mpinzani watu wao wamejaa muda wote kama tupo Kariakoo. Unajua Kariakoo hapajawahi kupwaya yani ndio tunachotaka hivyo. Watu wanakuwa wanapishana pale mbele. So anaingia mwalimu anatoka, anaingia Gana Libase Gueye anaingia. Umeelewa? Yani tunakuwa tuko busy pale eneo la ndicho ambacho tumemchukua Libase Gueye kwa sababu anaongezeka. Nini anafanya Libase Gueye kiufundi? Mahali ikiwa anatokea kulia, yeye anavunjika, anakuja katikati. Mali ikiwa anatokea katikati, yeye anavunjika. Sijui umeelewa, lakini yuko huku pembeni kumpa option Anthony Mligo. Anapokuja na mali anambia mwisho wako wewe hapa. Niachie mimi hiyo nikafanye bala langu. Anachukua anaondoka. Sawa. Huko pembeni tena. Tumeongeza fullback mwingine wa kushoto. Kwa mdogo tu, kijana ambaye amepita katika timu za taifa zote hadi senior team, Nixon Kibabage. Ngoja ninywe maji kwanza. Ninywe maji tena kumzungumzia Kibabage tena. Kaka, una maji mazuri kaka. Inakuja hiyo. Kibabage huwezi kumzungumzia ukiwa na kiu. Zungumzie vizuri. Nixon Kibabage. Moja kati ya sajili bora sana ambayo tumeifanya ndani ya timu yetu. Unaweza usinielewe, na shabiki mwenye jicho la kawaida naye anaweza asinielewe, lakini nataka niwaambie wana Simba ya kwamba ni moja kati ya sajili ya maana kweli tumeifanya kwa Nixon Kibabage. Inawezekana kwa sababu tunamjua,
Inawezekana kwa sababu ya historia yake, inawezekana kuna vitu vingi nyuma vinavyomfanya mtu awe demoralized anaposikia usajili wa Nixon Kibabage. Lakini mimi niko hapa kuwaambia wanasimba ya kwamba watembee kifua mbele kwa sisi kumpata Nixon Kibabage. Wanasimba wajivunie sisi kumpata Nixon Kibabage. Wanasimba wavimbe, watune, wajishaue sisi kumpata Nixon Kibabage. Kwanza ni mchezaji ambaye tulikuwa tunamhitaji sana kwenye timu yetu, lakini pili ni mchezaji wa leo na kesho kulingana na umri wake. Lakini tatu, Nixon Kibabage ni mchezaji aliyesoma mpira. Wewe umesoma vitu vyako vingine vya kutangaza, sio vya kuhoji. Yeye amesoma mpira. Ni wachezaji wachache mno Tanzania hii waliosoma mpira. Wengi wanacheza mpira, lakini kusoma mpira ni kwa wachezaji wachache mno, akiwemo Nixon Kibabage. Ni mchezaji ambaye anakuja kusaidiana kazi na Anthony Mligo. Kumbuka Anthony Mligo yuko peke yake upande wa kushoto huku, na mpaka sasa amefanya kazi nzuri kweli kweli. Sasa tunamuongezea mtu wa kusaidiana naye upande wa kushoto. Advantage ya Kibabage ni kwamba ana uwezo wa kucheza chini kama ana namba 3, ana uwezo wa kucheza juu kama namba 11. Lakini chini ana mudu vizuri kwa sababu ana uwezo wa kuingia ufunguni kwa mtu akachukua mali akaondoka. Ana uwezo wa kusogea na mali mpaka hapa eneo la hatari alafu akapiga cross zenye macho. Nixon Kibabage uwezo huo anao. Sasa pamoja na umri wake mdogo, lakini ana experience kubwa. Ameshazunguka sana Afrika hii. Kote huko alikuwa hatembei kuuza mitumba, alikuwa anatembea kukusanya maarifa ya kuja kuisaidia Simba Sports Club. Tumempata Kibabage at very right time, wakati sahihi mno. Amekuiva, amekomaa, ameshashupaa, sasa yu tayari kuisaidia Simba Sports Club. Anakuja kusaidiana na Anthony Mligo kwenye eneo la ulinzi, lakini vile vile kwenye eneo la ushambuliaji. Mlinzi wa kushoto wakati timu inashambulia, naye anakuwa ni mshambuliaji, na Kibabage ana uwezo huo wa kugeuka kuwa mshambuliaji kwa sababu ana overlap. Akifika anaweka mtungi, so anajitwisha ama mwalimu anajitwisha. Maana yake ni kwamba mali zinakuwa hazikauki kwenye lango la mpinzani. Mipira bize kama Kariakoo, mpira unakuwa haukauki kwa sababu kila muda anajaza mtungi, watu wanajitwisha. Nixon Kibabage ana kazi kubwa ya kuongea na miguu yake, sio mdomo. Miguu yake ndiyo inapaswa kuzungumza zaidi, na itazungumza zaidi miguu ya Nixon Kibabage. Kila mtu atagwaya baada ya kumwona Kibabage kwenye mechi 2-3 hivi. Waswahili wanasema jiwe walilokataa waashi limegeuka jiwe kuu. Jiwe kuu ni Nixon Kibabage. Kama ulisoma hiyo kitu kwenye Kiswahili ukiwa shule ya msingi na ulikuwa hulijui jiwe kuu ni nani, jiwe kuu ni Nixon Kibabage. Ataifanya kazi yake kwa ufanisi wa hali ya juu. Katika wachezaji ambao mimi nawalia yamini ya kwamba wanaweza kutuvusha salama Simba msimu huu na heshima ya mnyama ikarejea, ni Nixon Kibabage. Sawa msemaji. Kwenye neno la goalkeeper tumeongeza pia mashine nyingine. Tumemongeza Mamadou kwenye eneo hilo. Naye tuzungumzie, mashabiki wamfahamu, mashabiki wamjue. Mara baada ya kuumia kwa mlinda mlango wetu namba 1 Musa Kamara Pinpin Spider, tukaendelea na mlinda mlango mwingine ambaye ni Yakubu Suleiman mwenye uwezo mkubwa. Bahati mbaya na yeye akaumia katika mashindano ya AFCON na atakuwa nje kwa muda mrefu. Sasa hivi tumebakiwa na mlinda mlango Abel Hussein akisaidiwa na mlinda mlango kutoka timu yetu ya vijana Alexander. Sasa tunakoelekea unahitaji watu waliokamilika zaidi. Unahitaji orodha iliyokamilika zaidi. Tukalazimika kuingia sokoni na tukampata mlinda mlango mahiri kweli kweli kutoka taifa, ambaye ni mlinda mlango wa timu ya taifa ya Niger. Wengine wanaitaga Niger, lakini kitaalam
ni Niger, na Niger ndiko ambako ilizaliwa pumzi ya moto mwaka huo. Kwa hiyo tumempata mlinda mlango Djibril Kasila. Jina lake ukiliangalia Djibril ni jina zito kweli kweli, ndio tumempata huyo sasa, Djibril Kasila. Djibril Kasila anakuja kuongeza nguvu kwenye eneo la mlinda mlango, na uzoefu wake aliokuwa nao, ubora wake aliokuwa nao, tunaamini utakuwa na tija kubwa sana, hasa kwenye kipindi hiki cha mpito ndani ya Simba Sports Club. Semaji, nazilisha sauti ya simu yangu hapa. Wapinzani shusha, yeyote anayelialia shusha. Chama baba napigwa mtu. Chama Tatus. Mtasema penalty. Wewe. Kunywa na maji. Chama. Kunywa na maji. Mchezaji mwenye thamani kubwa. Aggregate 3-1. Chama Tatus. Saka. Mchezaji mwenye thamani kubwa. Bei yake itabiriki kwa hapa Tanzania. Anasema siwasikii. Umerizika na maji kwa zai? Haya. Mimi wala sitopisha. Vitu ni vingi. Maji na hicho nilichokusikilizisha. Kipi kimekupa furaha na raha? Hicho ambacho umenisikilizisha. Umenifanya nione maji yana sukari. Maji haya kutoka kwa masafi. Yaani kimsingi maisha yamekuwa matamu sasa ndani ya Simba. Yaani kulala na kuamka, maisha yamekuwa matamu ndani ya Simba Sports Club. Tulimisi hivi vitu bwana. Kwanza mimi naikumbuka hiyo. Platinum wao. Kama hiyo. Tunamfanya vibaya hapo Platinum. Chama anafanya ukatili wa mwisho kuelekea katika hatua inayofuata. Platinum analala. Baada hapo kila mchezaji wa Platinum alilala chini kama kapita nyuki. Kama mwoge maji baridi. Huyo mtu amerudi unyamani. Hapo ndio nilikuwa napataka. Hatimaye Clatous Chota Chama, kipenzi cha mashabiki wa Simba Sports Club, mwamba wa Lusaka, amerejea unyamani. Mwenda tezi na omo, marejeo Ngamani. Mwamba amerejea Ngamani. Hapa Ngamani ndiyo nyumbani kwao. Hapa ndiko Simba Sports Club, nyumbani kwa Clatous Mwamba Chota Chama. Alikopita kwingine huko alipita tu, lakini amerudi kwenye maisha yake. Ndege amerudi tunduni, yani kila kitu kimerudi katika mahala pake. Jua huwa linatoka mashariki linakwenda magharibi, lakini kesho yake lazima litoke tena wapi? Mashariki lirudi magharibi. Haijalishi lilizamia magharibi, lakini asubuhi utaliona linatokea tena wapi? Mashariki linarudi magharibi. Utajua mwenyewe lilirudi saa ngapi tena huku baada ya usiku kufika. Mwamba wa Lusaka amerejea unyamani, amerejea Simba Sports Club, amerejea nyumbani kwao baada ya mateso makubwa aliyopata sehemu za ugenini. Sasa amerejea nyumbani kwao, amekuja kufanya kazi ya nyumbani kwao, amekuja kuiokoa Simba yake, amekuja kurejesha matumaini ya wanasimba, amekuja kurejesha heshima ya wanasimba, na tulimisi vibaya mno, na tulimisi vitu vingi ndani ya Simba Sports Club ambavyo vinapatikana kwa Chama peke yake. Hakuna sehemu nyingine yoyote unaweza ukapata vitu vya Chama vinapatikana. Subiri kwanza, unanikata mzuka, unanikata na yajua yote hayo. Hakuna sehemu nyingine yeyote unaweza kupata vitu vya Chama zaidi ya kwa Chama mwenyewe. Amekuja, aliondoka na vitu vyake, na bahati nzuri ni kwamba hakuvionesha alikoenda. Sasa amerudi Simba Sports Club, amerudi na vitu vyake, anakuja kuvionesha hapa ndani ya Simba Sports Club. Raha imerejea Msimbazi, imani imerejea Msimbazi, matumaini yamerejea Msimbazi. Chama amerejea Msimbazi, kila kitu kimefurahi ndani ya Msimbazi. Kama Idrissa Gana Gueye, kama Gueye, nyasi zimefurahi, basi limefurahi, sijui Kempo imefurahi, sijui limefurahi.
Mwamba itakuwaje? Mpaka mchanga umefurahi, mpaka haya mawingu unayoyaona hapa yamefurahi. Wale ndege unaowaona pale wanaruka ruka wale wote wanafurahia kurejea kwa Chama. Wale ndege unaowaona pale wanaitwa yangi weusi, wale wanafurahia kurejea kwa Chama. Kaka, Chama sio kiumbe wa kawaida. Chama kachukua viumbe hai na wasivyokuwa hai. Wale wote wanafurahia kurejea kwa Chama. Na kuanzia leo utaona wale ndege kila mazoezi tukifanya hapa waondoki, wanataka kumuona Chama. Kaka, hakuna mtu asiyependa kumuona Chama. Ndio maana unaona wale ndege wale na wale wanakwenda kuita wenzao, jamani, Chama karudi Simba Sports Club, twendeni tukamuone, yuko Mo Simba Arena. Wale wanakuja kumwangalia Chama. Kaka, Chama mtu hatari kaka. Chama mtu anatisha kaka. Chama tulimisi vibaya mno. Chama tulimkosa kwenye timu yetu. Kuna wakati mpira unachezwa unaona kabisa tunakosa Chama pale afanye mambo yake ya kikatili. Chama karejea nyumbani kaka. Mimi nasikia raha unajua ulivyoniambia. Mimi niwapongeze viongozi wetu kwa kuliona hili jicho. Na kwa nini Chama alikuwa ni muhimu kwenye timu yetu? Niulize hilo swali. Kwa nini Chama alikuwa muhimu kwenye kikosi chetu? Very good. Yes. Chama ilikuwa ni muhimu mno kwenye timu yetu. Kiangalia timu yetu imekosa morali. Na kama nakumbuka juzi baada ya mechi ya Mtibwa nikasema tuna wachezaji wazuri sana, very talented, lakini kuna kitu kinakosekana ambayo ni morali. Sasa morali huwa inaanza kwa mchezaji mwenyewe kwa wenyewe. Wachezaji wenyewe kwa wenyewe wanaamshana, wanahamasishana, wanakumbushana, wanasukumana. Ulimuona Sadio Mane kwenye finali ya AFCON wakati Senegali wote washakata moto. Senegali wote washakubali liwalo na liwe tuendelee na boli. Senegali wote washakubali kutia mpira kwa pani wanaondoka uwanjani. Senegali wote washasanda wako vyumbani wanavua na viatu. Senegali wote hawataki tena kuendelea na mechi. Mwanamume mmoja tu anawaambia rudini tukacheze liwalo na liwe. Anawakusanya vijana wake, anawaambia rudini tukacheze, twendeni tukapambane. Mpaka Idrissa Gana Gueye na umri wake wote naye alikuwa ameshakata tamaa. Legend mkubwa kweli kweli, kocha wa Senegali naye tayari alikuwa ameshakata tamaa, lakini mwanamume mmoja tu amebadilisha historia ya Afrika, anaitwa Sadio Mane. Yeye ndiye aliyewaambia wenzie moja baada ya mwingine, mwanangu El Hadji Diouf, twende tukaendelee kupambana. Ndani Mbaye, twende tukaendelee kupambana. Mlinda mlango wetu baba, twende tukaendelee kupambana. Kila mtu akamfuata kwa jina lake, twende tukaendelee kupambana. Hii ngoma bado haijaisha. Simba Sports Club tulikuwa tunamkosa ndani ya timu yetu, na ndio maana tukaenda kwa Mwamba Clatous Chota Chama na kumrejesha aje afanye kazi hiyo ndani ya Simba Sports Club. Ataifanya camp tukiwa tunatoka kwenye camp tunakwenda kwenye match. Chama kazi yake ni kuamsha morali ya wenzie. Tuko dressing room tunakwenda uwanjani, Chama ndio kazi yake kuamsha morali ya wenzie. Tuko uwanjani ngoma imesha kuwa ngumu, Chama kazi yake kuamsha morali ya wenzie kwa sababu kuu mbili. Kwanza na ubora wa hali ya juu mno, na fundi yoyote kwenye mpira lazima aheshimiwe. Uzuri ni kwamba watu wa mpira anayejua lazima umheshimu. Wale Senegali walimheshimu Mane, sio kwa sababu kawazidi hela, sio kwa sababu kawazidi umaarufu, sio kwa sababu kacheza Liverpool, ni kwa sababu anajua mpira. Kwa hiyo wanamheshimu, huyu anajua mpira, ndiyo maana anaheshimiwa. Kwa hiyo Chama anaheshimiwa Simba Sports Club, na ndio maana ni rahisi kuwaambia wakina Libase Gay, twendeni tukafanye 1 2 3 wakati, kwa sababu anayesema ni mtu ambaye anajua anachokisema. Kwa unataka kuniambia semaje? Yani Chama anakuelekeza na anakuonesha mimi nishafanya hii hapa. Hii hapa twende tukafanye basi. Sijui umenielewa? Naelewa sasa. Naelewa vizuri Naelewa sawa sawa Maana leo unaongea kwa mamlaka kabisa yani.
Hiyo ndo sababu ya kumrejesha Chama. Ana mamlaka hayo ya kuzungumza, ana mamlaka ya kuamsha morali ya wenzie, ana mamlaka ya kuboost morali, ana mamlaka ya kuwasukuma wenzie, ya kuwalazimisha tufanye, kwa sababu yeye mwenyewe ana uwezo wa kufanya na ameshafanya sana. Chama ni legend ndani ya Simba Sports Club. Atawaambia wakati anazungumza na wachezaji wa sasa, mimi nilipeleka Simba robo finali ya kwanza Simba Sports Club. Mimi nilipeleka Simba group stage ya kwanza. Mimi nilifanikisha Simba kupata mafanikio makubwa haya ambayo mmeyakuta. Ninaposema twende tukapambane, na maanisha twende tukapambane. Hiyo ndio sababu ya kumrudisha Chama ndani ya Simba Sports Club, aje kuwaongoza wenzie. Yuko Shomari Kapombe, tunakubali, lakini muongoza mapambano hatakiwi kuwa mmoja ndani ya timu kubwa kama hii. Tunakuwa nao wengi. Umenimaliza semaji. Sijui umeelewa sababu ya kumrudisha Mwamba, lakini vile vile experience yake nayo tulikuwa tunaihitaji sana. Kumbuka Simba tumepata pigo hapa kidogo, tumepata mtikisiko, timu imerudi chini kidogo. Sasa tunaiamshaje hapa? Tunatokaje kwenye huu mkwamo? Tunafanyaje kutoka hapa kwenda mbele zaidi? Naleta watu wenye historia kubwa, naleta watu wenye uwezo wa kuamua vitu, watu wenye uwezo wa kufanya mambo makubwa. Ndio maana tukamchukua Chota Chama aje afanye hayo mambo makubwa. Mimi ninayo furaha kubwa sana, na niwaombe wana Simba tumuunge mkono Chama kama ambavyo tunawaunga mkono wachezaji wengine, ili afanye kazi ambayo tunaitaka ndani ya Simba Sports Club. Na mimi ni kuahidi, Chama amezaliwa upya ndani ya Simba Sports Club. Mwaka huu anatimiza miaka 20. Chama. Tumemaliza usajili? Usajili bado unaendelea. Ziko mashina nyingine zinakuja, watu wawe na subira. Shukrani sasa.